Episode ya 8 ya rikapi yetu ya Kayo XY inaanzia mitaa ya shuleni. Bidada Roy akiwa na Dakreni katika kabati yake aligundua kwamba necklace yake imepotea. Lakini siku ya leo kulikuwa na katua fulani hivi kama ka adventure katika maeneo fulani hivi ya mapoli. Naye bidada Jessie alikuwepo. Ila alikumbuka kwamba katika maeneo haya mapoli kuna mti ambao aliwahi kusababisha mauaji ya mtu. Ila akawa anashindwa kukumbuka kwa sababu katika mti huu ni kama ilitengenezwa art fulani ama kisanaa fulani hivi. Kwa ikawa ni ngumu kwa yeye kukumbuka kwamba hapa alidumbukiza kisu. Kumbe kampuni ile bana ilienda kuparekebisha hapo ili pasiweze kugundulikana. Hasa kwa kuwa mwamba Dakreni alitaka ukweli wote kutokea kwa mwamba Kayo, ikabidi Kayo kwenda kumpeleka katika maeneo yale ambayo mwamba alikuwa ameweza kutokea. Na tena mwamba Kayo akiwa katika maeneo haya ambako yeye ndo alikuwa ametengenezewa, akaanza kukumbuka kumbukumbu ambazo zinamuonesha baba yake kipindi hicho amegundulikana kwamba anatengeneza watu, lakini watu wakataka kumtumia kutengeneza watu wabaya, kwa baba yake akawa amekamatwa. Lakini katika kumbukumbu za mwamba Kayo akawa anakumbuka kwamba mtu aliyekuwa amemsaliti baba yake sio mwamba Tom, bali ni mwamba mmoja anayefahamika kama Taylor. Ila akijaribu kufungua roka ambayo iko hapa jirani anashindwa kufungua kwa sababu hana password. Ila ni kama vile akawa anamuona Tom anapita katika mitaa hii. Kumbuka kwamba Kayo sasa hivi ana uwezo wa kurudi katika maisha ya zamani. Akawa anapita na kuitazama ile sehemu ambayo yeye alikuwa amewekwa na kuweza kutengenezwa. Anajiona kabisa, lakini pia akawa anamuona mwamba Tom pale. Siku moja katika chumba ambacho Kayo alikuwa akilelewa, inaonekana kwamba oksijeni iliweza kutolewa, lakini mwamba Tom akafanya jitihada zake zote na kuweza kumsaidia mwamba kawa mzima. Lakini pia na bidada Jessie kwa sababu alikuwa katika ile maeneo ya mapori, akawa anafunga safari kuelekea huko katika maeneo ya mapango ambako mwamba Kayo yuko pamoja na mwamba Dakreni. Kumbukumbu zinamrudia ile siku ambapo mlipuko uliweza kutokea mpaka yeye akaweza kutoka ndani ya hili pango. Hasa namna ambavyo bidada anashtuka, anasababisha miundombinu hapa kuanza kutikisika. Kumbuka kwamba ana nguvu sana na kuna gesi ambayo ilianza kufumuka huko ndani. Kayo aliweza kushtukia kwamba kuna hatari hapa ndani. Lakini baada ya kuweza kuwasaidia watu wote waliokuja katika maeneo haya ya mapori, akaenda pia kumsaidia bidada Jessie. Ila alikuwa amejisahau kitu kimoja tu. Akarudi katika loka kwenda kuchukua kilichopo pale ndani. Ila wakati anarudi akajikuta mpaka ameweza kukata moto kwa sababu kuna mlipuko umetokea. Bidada Amanda alihangaika sana namna alivyokuwa akimpatia mwamba hewa, ni noma na nusu. Lakini licha ya kwamba Kayo aliweza kufanikiwa kweli kuichukua ile sefu, ila kana anashindwa kuifungua kwa sababu ufunguo wa kuifungulia hiyo sefu kumbe bana ni ile pete ambayo alikuwa amepewaga na mwamba Adam Berry. Kipindi kile yeye akaenda kubadilishana katika duka ambalo kwenda kumgombolea bidada cheni yake. Bwana, sasa siku ya leo ni kwamba mwamba Steven alikuwa amemwalika Julia ambaye ni bosi wake, na huyu ni mwamba ndo alinunuaga ile pete kipindi kile Kayo alipoweza kuiuza kule katika duka. Basi mwamba Kayo alikuwa akimtazama mwamba mmalizi yani. Siku ya kesho yake mwamba Kayo akasema kwamba anaomba sana aweze kuelekea katika hiyo kampuni ambayo mzee wake Steven anafanyia kazi. Basi wakawa wameambatana kesho yake na wakawa wanaelekea ofisini. Lakini hapo ofisini ni kama vile pana uchunguzi mkali sana unafanyika. Na kabla kuingia ndani, kila kitu cha material ya chuma kinatakiwa kitolewe, na ikiwemo hata ile pete iliweza kutolewa ikahifadhiwa sehemu. Basi wakawa wanaingia ndani. Kumbuka kwamba Kayo anemezea sana ile pete mate kwa sababu ndio ufungua ile sanduku ambalo ameweza kulikuta kule katika maeneo ya mapango. Lakini hapa kuna kifaa fulani ambacho kilikuwa kinatengenezwa, na huyu Julia akasema kwamba anaomba Kayo wewe ndio tukufanyie majaribio, lakini Kayo akakataa. Inaonekana Kayo ameshtukia kwamba katika hii kampuni huenda wanamjua yeye ni nani na wanataka kumfanyia majaribio. Mwamba Kayo ili kuweza kukamilisha mpango wake akamfuata Tom na kumwelekezea kila kitu, lakini Tom akasema kuwa ni vyema sana siri hii sije kafahamika na mtu yeyote yule, kwani haitaki kabisa ifahamike kwamba ile pete ndio ufunguo. Hasa ikabidi waanze kuandaa mpango namna gani wataingia pale ndani na kwenda kuichukua ile pete. Basi ikabidi kumpigia mzee Steven na kumwambia kuwa aombe ruhusa ya dharura ili aende kutembelea ile kampuni. Afu Kayo atatumia mwanya huyo na yeye kuweza kuingia ndani ile kampuni. Mzee Tom akamzuga huyu mhudumu katika eneo hili la kampuni, lakini mwamba Kayo naye akaingia mpaka pale ndani na kisha akaandika ile password ya kuweza kuchukua ile pete. Lakini akashangaa kuona kuwa ni kama hii kampuni ilikuwa na uhusiano na kampuni ile ambayo imeweza kumtengeneza bidada Jessie. Na huku upande wa pili mwamba Dakreni akaendelea kufanya fujo fulani hivi, walinzi wakawa wamekuja na kumchukua. Kumbe wakati walinzi wanamchukua, huku mzee akazidi tena kupenetrate na kuingia ndani kabisa ndani ya kampuni kwa kutumia njia za haramu. Lakini katika dakika za kuhesabu tu mwamba Julia akawa anatimba katika mitaa hiyo, akaingia ofisini kwake akaichukua pete yake kwa uhuru kabisa. Kisha baada ya hapo akawa anatoka nje. Mwamba Kayo alipiga mahesabu ya haraka haraka. Naye Julia alishtukia kwamba huenda kuna tukio la kiuhalifu linafanyika hapa na wahalifu huenda wako wanashuka katika lifti. Ikabidi kuiwahi ile lifti, lakini alipokuwa ameingiza mkono wake Kayo akatumia mwanya huo kuweza kuchukua pete iliyopo katika kiganja cha mwamba Julia. Na kitendo cha mwamba Julia kugundua kwamba ameibiwa pete yake anayoipenda, akaagiza walinzi kuwaseti hawa watu ambao wanashuka na lifti wakati huu kuhakikisha kwamba wanakamata haraka sana. Lakini kwa bahati mbaya sana katika harakati za kukimbia mwamba Dakreni akawa ameanguka vibaya. Ikabidi Tom azuge kwa kusema kwamba mimi acha niwazubaishe walinzi huku nyie tangulieni. Basi Kayo akawa ameondoka na Dakreni. Julia alipofika ofisini kwake akaanza kukagua katika kompyuta kama kuna chochote kimeweza kupungua. Ila akawa anashtuka kwamba huenda target ya hawa watu ilikuwa ni ile pete ambayo nilikuwa nimeivaa mkononi mwangu na lazima ile pete ina manufaa. Hasa mwamba Kayo baada ya kufika nyumbani akaanza kuifungua sasa ile loka, akagundua kwamba ndani yake kulikuwa kuna barua tu. Na mwamba Kayo alipoweza kuifungua barua hii akashangaa na jiona yeye na bidada Jessie wakiwa wamekumbatiana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba huyu ni Adam Berry, lakini kuna mwanamke mwingine alikuwa anafanana sana na Jessie. Bana, leo kuna bonge la zawadi limeandaliwa, lakini mshindi anatakiwa kuishikilia hii gari na asitoe mkono
mkono wake, mtu wa mwisho kabisa ndio atapewa zawadi. Sasa bana wakaendelea kushikilia hii gari, kila mmoja tu anajikuta anashindwa, lakini akabakia Jesse na Kayo. Mwamba Kayo akamfuata bidada Jesse na kuanza kumzugazuga kidogo kwa kumpigisha story, lakini alipomgusa tu akakumbuka kwamba huyu bidada kumbe bana alikuwepo katika ule mlipuko wa moto na alikuwepo pale ndani ya lile shimo. Lakini huku upande wa pili Mwamba Dakrini anahangaika kweli kutafuta ni nani aliyekuwa amemwibia mpenzi wake Roy ile cheni yake. Alikuja kushangaa kuona kwamba katika CCTV kamera inaonyesha kwamba Jesse ndo aliingia katika loka ya bidada Roy na kuweza kumwibia cheni. Wakashangaa watu wawili kwamba mmoja akimgusa mwenzake ana uwezo wa kuingilia kumbukumbu za mwenzake. Kasa bidada Jesse akasema kwamba hebu naomba uniguse wewe kaka, akawa amemgusa. Katika harakati za kuendelea kumgusa akaanza kuona kumbukumbu za zamani. Hasa kadri bidada Jesse anavyohangaika kuzirudisha kumbukumbu za zamani kwa kutumia hivi namna alivyoweza kumgusa Kayo, nguvu ikawa inatumika kubwa zaidi. Mwisho wa siku akajikuta wamepigana kama shoti fulani hivi na kila mmoja akatupwa mbali, wanajikuta wako hospitalini. Baadaye bidada Jesse akaanza kushangaa, ni kwa nini mimi hapa nikikutana na wewe napitia shida sana? Lakini Kayo akamuonesha kwamba yeye hana kitovu na bidada akamwambia kuwa hata mimi mwenyewe sina kitovu. Lakini kwa bahati mbaya sana bidada Amanda naye ndio alikuwa anakuja kumwangalia Mwamba Kayo, akashangaa kuona kwamba bidada Jesse ameweza kumshika katika tumbo Mwamba, akagundua kwamba jamaa huenda anamsaliti. Na Mwamba Kayo akatoka haraka sana akamfuata bidada Amanda. Alijitahidi sana kujielezea, lakini bidada Jesse alikuwa amini kabisa kile ambacho anaambiwa. Akasema kwamba inaonekana nie mna date ama naona nchiti pia. Hasa tukirudi nyumbani huku kwa mwanamama Harinda alikuwa amepewa kazi ya kumtazama bidada Jesse. Alishtukia kwamba bidada Jesse ni kama tabia yake imeanza kubadilika sana siku za hivi karibuni mara baada tu ya kuweza kukutana na huyu Mwamba Kayo. Na tena huyu mwanamama Harinda ana mtoto wake mdogo sana. Basi bidada Jesse bana yuko katika maeneo ya mapori. Haamini kabisa ni kama kuna kumbukumbu katika maisha yake anataka kuzichafiti mara mbili. Bidada akaanza kujitazama na kugundua kwamba amewahi kufanya mauaji katika eneo hili. Akabaki anashangaa kuona kwamba mbona yeye ni mkatili kiasi hicho. Lakini kuna taarifa zimetapakaa kwamba bidada Jesse ameweza kupotea. Kitu hichi kikawa kinamtia sana hofu mwanamama Nicole na kusema kwamba watoto wake kwa sasa hivi wote asiwepo mtu hata mmoja wa kuendelea kuzurura nje. Basi mwanamama Harinda akampigia Mwamba Kayo na kumwambia kwamba unatakiwa kumtafuta Jesse kadri unavyoweza, la sivyo familia yako nzima itaingia katika matatizo. Fanya hivyo haraka. Na sasa kwa kuwa mwanamama Nicole alikataza mtu yote asiweze kutoka hapa nje, Mwamba alikuwa anataka kuruka dirishani, lakini ghafla tu mwanamama Nicole akaweza kumuona. Lakini kwa sababu ya usalama wa familia yake hakuwa na namna yote ile, ikabidi kuondoka mbele ya mwanamama Nicole na akapitia dirishani. Lakini huku katika mapori bidada Jesse baada ya kufikiria yote na kugundua kwamba yeye bana ni mtu ambaye ni mbaya, basi moja kwa moja akataka kujimaliza maisha yake. Lakini Mwamba Kayo akaja na kumtia moyo na kisha akamuokoa. Lakini ukiwa anakaribia kurudi kutokea katika maeneo hayo ya mapori, basi Mwamba Kayo akachukua ile picha na kuweza kumuonesha bidada Jesse. Lakini bidada Jesse hakumbuki kitu chochote kutokea katika hiyo picha. Ila Kayo kuna maneno ambayo anajirudia kila siku katika akili yake. Anakumbuka kuna maneno ambayo Tom alimwambiaga kwamba katika ile pete kuna kila kitu ndani yake. Ila yeye akikumbuka ni kwamba ile pete imeweza kutumika kama ufunguo mara moja, tunailifungua loka ambayo ndani yake kuna picha. Lakini Mwamba wakati anaizungusha hii pete kuitazama mara mbili ndio akagundua kwamba hii pete ina kadoti fani kadogo sana kwa ndani. Inaonekana hii pete ina siri pia. Basi walipotoka katika maeneo hayo moja kwa moja akaelekea katika eneo fulani vile la mgawa. Lakini kuna mzee mmoja baada ya kuwaona tu akawa anawafananisha na wale aliokuwa ameona katika picha, akasema kwamba nyinyi ni vijana wakati wote tu, mlikuwaga wa zamani sana. Hasa bana bidada Amanda baada ya kutibuana na Mwamba Kayo siku ya leo alikuwa anajiandaa na paki vitu vyake kwa sababu ana safari siku ya leo. Lakini katika kuchekicheki katika begi yake akagundua kuwa kuna picha ambayo ilikuwa imechorwaga na Mwamba Kayo. Akawa anakumbuka hii picha kwamba da huyu jamaa ambao anamsaliti tu. Naye huku upande wa pili Mwamba Kayo anamkumbuka tu bidada Amanda, anakumbuka kwamba walikuwa na kiss. Lakini kwa bahati mbaya ndani ya kumbukumbu zake hizo bidada Jesse anaonekana ametokea akiwa na hasira sana. Akashtuka jamaa, kumbe anashtuka bidada Jesse yuko mbele yake. Lakini Kayo akabaki anashangaa na kusema kuwa hivi wewe unawezaje kuingilia kumbukumbu zangu ikiwa hata hujaweza kunigusa? Umuingiaje ndani ya mawazo yangu? Lakini bidada Jesse akasema kwamba anaweza nikaingia hata katika mawazo yako pasipo kukugusa, kwani wewe mpaka lazima uniguse? Na hapa ndo tunagundua kwamba huenda Jesse ana uwezo zaidi kuliko Kayo. Basi Mwamba Kayo hakutaka maneno yawe mengi kabisa, akasema kwamba uende kutembelea katika nyumba fulani hivi inaonekana pia yenyewe ina historia. Basi wakawa wametembelea katika nyumba hiyo. Lakini katika nyumba hii iliyotengenezwa na mifumo ya mbao hivi kulikuwa kuna mlango ambao password yake ni kama kinanda fulani hivi. Akakumbuka kwamba bidada Amanda ndio mtaalamu wa muziki, akasema kuwa kuna muziki fulani hivi ulikuwa unapenda sana kupiga, unaweza kumpigia? Bidada kama ameweza kumpigia, basi moja kwa moja akaingiza hapa password. Kiufupi ni kwamba mlango huu unafunguliwa kwa kodi kama vile ambavyo unapiga kinanda. Hasa baada ya kuingia ndani, jambo la kushangaza ni kwamba Adam tulikuwa najua kwamba amekufa muda mrefu, kumbe Adam alikuwa bado yuko hai, lakini hapa anaendeshwa kwa mitambo tu. Wakataka kuwasiliana na Mwamba Adam, lakini njia rahisi ya kuwasiliana na mtu ambaye yuko katika hali unconscious lazima wawasiliane naye katika mfumo wa mawazo. Ikabidi kushirikiana na bidada Jesse kwa kushikana mikono na kisha wakaingilia kumbukumbu za Mwamba Adam. Na waliposhikana mikono, ghafla tu kuna mwanga fulani ukaweza kuibuka hapo. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba wakaanza kuwasiliana kati ya Adam Berry, Mwamba Kayo pamoja na bidada Jesse. Ghafla tu bidada Jesse akaonekana kuanza kukimbia. Lakini kumbe bana mission ya bidada Jesse kwa Mwamba Kayo ilikuwa ni kuja kupata kumbukumbu zote ili wajue siri nzima ambazo alikuwa nazo Mwamba Adam Berry pamoja na huyu Kayo. Na baada ya bidada kuweza kuzipata akaanza kukimbia. Kayo akamwambia ni kwa nini unanifanyia hivyo? Lakini bidada Jesse hata bila uoga akasema kwamba niliagizwa na kampuni kwa kazi moja
moja tu, kuja kuchukua kumbukumbu zako na kisha nizipeleke kule. Hiyo ndo kazi niliyokuwa nimeweza kutumwa. Jamaa Kayo hakuamini macho yake. Bwana, tukutane katika episodi ya 9 ya recap yetu. Lakini kusitu kwamba hapo chini katika ukurasa wa kusubscribe, naomba uguse alama ya kusubscribe. Utaona kuna channel mbili, gusa alama ya kusubscribe katika channel zote mbili, kwani episodi ya 9 inaweza katua katika channel zote hizo mbili, huenda katika hizo inaweza kaanzia sehemu moja. Mimi naitwa DJ Po na hii ni PVP Media Max.